unavyokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kadiri unavyokuwa na hofu ya kutenda dhambi, ndivyo hivyo shetani na majaribu yanaongezeka. Bado masaa machache tunaanza kipindi cha Kwaresma. Natumaini kila mmoja wenu anajiandaa vyema kuingia kipindi cha toba kwa namna ya pekee, kumrudia Mwenyezi Mungu. Lakini niwaambie kwamba tunavyoingia hiki kipindi cha Kwaresma, wengine mtakutana na magumu zaidi ambayo hamjawahi kukutana nayo. Mtakutana na majaribu zaidi juu ya hiyo toba yenu, juu ya mfungo wenu, ambayo labda hapo nyuma kidogo hamjawahi kukutana nayo. Na wengine mtaanguka kwenye hayo majaribu, wengine mtavumilia hayo majaribu. Kwa nini wengine muanguke kwenye majaribu wakati mnataka kufanya toba, wakati mnataka kumrudia Mwenyezi Mungu? Wengine mtasema majaribu haya yamekuja kwa namna ambayo sikuijua, sikuitarajia. Kila jaribio ambalo unaanguka, wewe unakuwa ni sehemu yule shiriki katika kupokea lile jaribio. Hakuna jaribio ambalo Mwenyezi Mungu anatupatia, na kwa hakika sio kwamba Mwenyezi Mungu anatupatia. Hakuna jaribio ambalo Mwenyezi Mungu anaruhusu linalokuwa nje ya uwezo wetu kulishinda. Na kama liko nje ya uwezo wako kulishinda, hilo sio swala lako na wala sio jaribio kwako. Lakini wengi tunaanguka katika majaribu, na ndio maana tunakuja kujuta, na ndio maana tunakuja kuungama, kwa sababu tunaona kwamba tumejaribiwa, tukaanguka kwenye jaribio kwa sababu na sisi wenyewe tumetamani hilo jaribio, tumeshiriki kwenye hilo jaribio. Hivyo ndugu zangu, tuadhimishe misa hii leo kwa heshima ya malaika walinzi wetu, waweze kutulinda. Lakini huwezi kulindwa wewe mwenyewe pia usipojilinda. Mungu hawezi kukuimarisha pasipo wewe kutaka kuwa imara. Mungu hawezi kukuvusha katika majaribu wewe ukijibweteka katika njia za majaribu. Malaika walinzi wetu watulinde, tuweze kuanza mfungo wetu vizuri, tuonyeshe kweli kumrudia Mwenyezi Mungu, tuonyeshe uimara wa ufuasi wetu, tuwe watu wema. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.